Katika kitabu cha ujumbe wa awali ambacho kwa Kiingereza kina jina maarufu A Writing kilichoandikwa na Ellen G. White. Leo kuna historia ya kipekee ya watu wa Mungu katika kipindi cha miaka 1840 ambapo ninapenda tuweze kutazama matukio muhimu sana ambayo yatatuonesha pia wajibu wa sisi ambao leo tuna ujumbe wa marejeo. Na somo hili nimelipa kichwa kinachosema uzoefu wa mwanzo wa Waadventista baada ya 1844. Tunakumbuka juu ya kile ambacho kilitokea kule nchini ya Marekani ambapo uamsho mkubwa sana ulishuhudiwa katika nchi ya Marekani katika miaka hiyo, na uamsho huo ulijengwa katika ujumbe wa marejeo. Baadhi ya watu wengi leo huwa wanakitumia hichi kisa kuweza kupinga hata mahubiri yanayoelezea ujumbe wa marejeo katika wakati huu ambao tunaishi. Wengi wanatumia kile kisa kusema kwamba tarehe ile iliyowekwa pamoja na uamsho wote ulioweka, wengine wanafanisha kama ulikuwa ni tukio la ajabu, na wengine wanasema lilikuwa ni tukio ambalo labda lilijengwa katika miamko. Lakini kuna mambo mengi ambayo yanasema kuhusiana na tukio hili, na wengi wanalihusianisha tukio hili kwamba kujaribu kuweza kuwaonya wajumbe ambao wanahubiri kurudi kwa Kristo mara ya pili. Lakini hebu tukakitazame kitabu cha maandiko ya awali kimbeba ujumbe gani kwanza. Mwanzo wa kitabu hichi kinafafanuliwa kikiwa na ujumbe ufuatao. Anasema hivi: katika aya za mwanzo, Ellen White anarejelea kwa ufupi juu ya uongofu wake na uzoefu wake wa awali wa Kristo. Pia anasimulia juu ya kusikia hotuba kuhusu mafundisho ya Biblia juu ya marejeo binafsi ya Kristo ambayo yalizaniwa kuwa yako karibu sana. Mwamko mkuu wa marejeo ambao umerejelewa hapa kwa ufupi tu ulikuwa ni vuguvugu la ulimwengu wote katika ufikiaji wake. Iliibuka kama matukio ya kuchunguza kwa uangalifu maandiko ya unabii kwa upande wa wengi na kupokelewa kwa habari njema ya kuja kwa Yesu kwa idadi kubwa ya watu ulimwenguni kote. Kwa hiyo ili tuweze kulielewa vizuri ile tukio ambalo lilitokea mwaka 1844, yale matukio ambayo tutakapoyachunguza vizuri, kuna mambo ya muhimu tunaweza kuyapata. Sasa kitabu cha maandiko ya awali kimefafanua kwa ufupi ama kwa udogo juu ya matukio ambayo yalitokea katika mwaka ule wa 1844 baada ya mwaka 1844. Sasa tuanze na msingi wa hili somo. Nguvu ya uamsho mkubwa ambao ilishuhudiwa na mwaka ule 1844 ama wakati ujumbe huu unaanza kuhubiriwa tangia kipindi cha miaka 1840, mjumbe wa Mungu Ellen G. White anasema ndani yake kulikuwepo kuna mpango wa Mungu kwamba malaika aliongoza katika kujifunza kwa Biblia na hatimaye kuweza kuhubiri jumbe za namna hiyo. Tunaposonga mbele tunaona ushahidi kwamba haukuwa uamsho ambao ama lile tukio alikuwa ni hisia binafsi. Biblia na roho ya nabii inapinga juu ya hilo jambo, bali tunaambiwa kwamba uamsho mkubwa ambao ulikuwa umeshuhudiwa katika nchi ya Marekani, ambapo tunaona Miller akiwa ni kiongozi wa huu uamsho ama ndo mhubiri mkuu wa huu ujumbe ambao alikuwa anatoa. Tunapokuja kuchunguza ushahidi katika maandiko, tunaambiwa ulikuwa ni mkono wa Mungu ambao pia uliongoza uamsho wa namna ile. Angalia hapa, Ellen G. White anasema hivi: Mungu alimtuma malaika wake kuugusa moyo wa Miller, kumuongoza kuchunguza unabii. Katika kipindi chake cha usichana, Ellen White alimsikia Miller akitoa mifululizo miwili ya mahubiri katika mji wa Portland. Hisia ya kina ya kudumu iliweka moyoni mwake. Tutamruhusu aweke mbele yetu hesabu ya unabii kama mzee Miller alivyowasilisha kwa hadhira yake. Kwa ajili ya hili tunakigeukia kitabu baadaye cha Ellen White cha Pambano Kuu. Katika nukuu hii tunathibitishiwa kwamba malaika alikuwa pamoja na Miller wakati anajifunza anajifunza Biblia, na Miller alijifunza Biblia katika namna ambayo tunaweza tukapata kitu na sisi ili tuweze kupata nuru sahihi. Kwa hiyo hii tuweke msimamo ama msisitizo kwamba wanaotumia tukio la mwaka 1844 kupinga marejeo hawapo sahihi, kwa kuwa katika tukio hili ambalo lilitendeka kipindi kile, ule uamsho ndani yake pia tunaambiwa
kulikuwepo na nguvu za Mungu. Sasa basi, kitu pekee ambacho ninatamani tuweze kujifunza katika uzoefu wa wale Waadventista ambao waliishi katika miaka hiyo, cha kwanza ni namna ambavyo walijifunza maandiko. Kitabu hichi cha maandiko ya awali kitatupatia kinatuelezea uzoefu wao ulikuweje wakati wanatafuta kweli za Biblia baada ya muda kupita. Tukumbuke ile Oktoba 22, 1844 ilipita bila Kristo kurudi. Sasa je, matukio yake yalikuwaje na uzoefu wao ulikuwaje? Sasa ninahitaji tuweze kupata somo kutoka katika kile ambacho walikuwa wamekifanya. Utafutaji wa kweli baada ya matarajio kupita. Tunaelezwa tunafahamu matokeo jinsi ambavyo yalikuwepo kwa ujumla. Tunajua kwamba kuna baadhi walikata tamaa, walirudi nyuma, lakini kuna baadhi waliendelea kuweza kutafuta kweli na kuweza kufahamu nini ambacho kosa lilikuwa wapi. Sasa angalia nukuu, anasema hivi: mara kwa mara ndugu hawa walikusanyika ili kujifunza Biblia ili waweze kujua maana yake na kuwa tayari kuifundisha kwa nguvu. Walipofikia mahali katika masomo yao ambapo wangesema hatuwezi kufanya chochote zaidi, Roho wa Bwana angekuja juu yangu, ningechukuliwa katika maono na ningepewa maelezo ya wazi ya mafungu ambayo tulikuwa tukiyasoma, pamoja na maagizo ya jinsi ambavyo tulipaswa kufanya kazi na kufundisha kwa ufanisi. Hivyo nuru itolewa ambayo ilitusaidia kuelewa maandiko kuhusu Kristo, utume wake na ukuhani wake. Mpaka hapa tunapata jambo la muhimu ambalo tunaweza tukaliiga. Baada ya Oktoba kupita, baada ya 1844 kupita, wakati kukatishwa tamaa kulipotokea, bado kuna kundi la waumini ambao kwa moyo wa dhati waliendelea kujifunza unabii pamoja na kweli nyingine zote ambazo zilikuwa ni muhimu kwao na ziliwasaidia kuweza kujua wanawezaje kuifanya kazi, lakini kufahamu utume wa Yesu pamoja na ukuhani wake. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo nasi pia tunapaswa kuweza kuliga. Bado tunatakiwa tuweze kujifunza maandiko kwa kina ili tuweze kujua tunamalizaje kazi ili kuweza kuwa kwenye nuru sahihi na kuweza kuishinda mitego yote ambayo shetani ataileta katika nyakati za mwisho, ambapo tunafahamu udanganyifu wa shetani utakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo picha pekee ambayo tunaondoka nayo hapo ni lazima watu wa Mungu tutafute ukweli, na ukweli ndio ambao utatoka. Lakini tutapataje ukweli? Ni lazima Roho wa Mungu aendelee kuhusika kati yetu. Na hapa tunaona wakati wanaendelea kujifunza mada ambazo zilikuwa ngumu kwao kwenye Biblia, walipaswa kuishia hapo, na baada ya kuishia hapo walianza kuomba, na katika kuomba kwao ndipo ambapo nuru ilikuja, na katika nuru ile walijua nini ambacho wanapaswa kuweza kukifanya. Kwa hiyo hapa tunapata picha kwamba hawa waasisi ambao sasa ndio ambao ni waasisi wa kanisa la Waadventista wa Sabato, masomo yao ama misingi yao ilikuwa imejengwa katika neno la Mungu, yaani katika utafutaji wa kweli, na katika kweli hiyo ndio ambayo ilijenga misingi ya imani. Angalia katika nukuu ambayo inafuata, anasema hivi: SDA ilijengwa juu ya neno. Anasema hivi: hivyo msingi wa mafundisho ya kanisa la Waadventista wa Sabato uliwekwa katika kujifunza neno la Mungu kwa uaminifu, na pale ambapo waasisi hawakuweza kuendelea, Ellen White alipewa nuru ambayo ilisaidia kuelezea ugumu wao na kufungua njia kwa ajili ya uchunguzi kuendelea. Njozi hizi pia ziliweka muhuri wa kibali cha Mungu juu ya hitimisho sahihi. Hivyo kalamu ya unabii ilitenda kazi kama mrekebishaji wa makosa na mthibitishaji wa ukweli. Kwa hiyo kila kitu ambacho kilikuwa kinafanyika wakati huo ilikuwa ni kuweza kuthamini neno la Mungu, na pale ambapo neno lilikuwa lieleweki, basi kulikuwa kuna kazi nyingine ya ziada ya kuweza kutafuta maana hiyo kwa kupitia kwa Roho wa Mungu. Na wakati huo tunajua Ellen White sasa juu yake alikuwa anapata ufunuo juu ya mambo mengi. Kwa hiyo hata yale mambo ambayo yalikuwa yaeleweki, basi ufunuo ambao ulikuwa unatolewa kupitia Ellen White ulikuwa unaweza kuwasaidia kuweza kusonga mbele na kuendelea kushikilia kweli fulani ambazo
walikuwa hawaziamini. Kwa hiyo hata sisi katika wakati wa mwisho ambapo tunafahamu ujumbe wetu mkubwa ni katika ujumbe wa marejeo, yaani message yote zunguke kote, lakini tunafahamu tumaini letu kubwa ni katika ujumbe wa marejeo. Kwa hiyo ni lazima na sisi tuweze kutafuta kweli na kuweza kuishikilia vizuri. Lakini kitu kingine ambacho walikifanya na kilikuwa ni kitu cha kupendeza baada ya kukatishwa tamaa kwao kukuu, baada ya kuweza kujifunza kweli nyingi za muhimu, pia waliomba namna ya kuweza kutangaza hiyo nuru kwa wengine. Angalia nukuu ifuatayo ambayo inavyosema, nasema hivi: ndugu walikuwa wakijifunza na kuomba juu ya jukumu lao la kutangaza nuru ambayo Bwana alikuwa ameisababisha iangaze kwenye njia yao. Yaani hawa ambao mwanzo walikuwa wajui nini ambacho kinatokea Oktoba 22 mwaka 1844, baada ya muda kupita, wale ambao kwa imani tena walirudi kuendelea kutafuta nuru, kuona kosa liko wapi. Walipojifunza na kuweza kutambua mambo mengine muhimu, mambo hayo hawakutaka kuendelea kubaki nayo peke yao, bali walimwomba pia Mungu awaongoze namna gani wanaweza wakafanya jukumu la kutangaza kweli ambayo Bwana alikuwa amekwisha ifunua na inaangaza mbele yao. Kwa hiyo huu ni wajibu ambao hata sisi pia tunao, ili tuweze kuimaliza kazi, ili tuweze kupeleka ujumbe ambao sisi tumekwisha angaziwa. Ni lazima tumuombe Mungu namna ya kuweza kutangaza ujumbe. Kwa hiyo hili ni somo kwetu wajumbe, wainjilisti, wachungaji na wote ambao tunajiita watumishi wa Mungu. Ni lazima tuweze kujifunza kumwomba Mungu namna ya kuweza kupeleka ujumbe. Mbinu zetu binafsi hazitakuwa na ubora kama mbinu ambazo tutakapomshirikisha Mungu na kutufundisha namna ya kuweza kufikisha message kwa watu wengine. Lakini pia anaendelea kwa kusema kwamba baada ya kutoka katika maono, nilimwambia mume wangu, nina ujumbe kwa ajili yako. Unapaswa kwanza kuchapisha kijizu na kukisambaza kwa watu. Hebu na kiwe kidogo tu mwanzoni, lakini watu watakapokisoma. Sasa hapa pia pana picha nyingine ambayo tunaonyeshwa kwamba mwanzo tunaona kuna kweli muhimu ambazo walianza kuzifahamu baada ya ile kukatishwa tamaa kuu. Sasa miongoni mwa mambo muhimu ambayo waliyafahamu, tunajua mada kama vile patakatifu, walielewa zaidi. Kumbe patakatifu ambapo palikuwa panarejewa kipindi katika Danieli 8 mstari wa 13 na 14 ilikuwa ni patakatifu pa mbinguni. Wakaanza kufahamu na kuweza kujua kumbe kuna hema nyingine ambayo mbinguni na mhudumu wake ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo kweli hizi ambazo walijifunza, wakawa na wajibu wa kuweza kuwahubiri, na hasa target kubwa ambao walianza nao ni kuanza kuwahubiri wale wenzao ambao walikuwa nao katika ujumbe wa marejeo, yaani Waadventista wa mwanzo ambao walikuwa nao pamoja. Kwa wakaanza kufundisha hizi kweli, lakini kuna ukweli kuhusiana na amri ya 4 nao ukawa umewekwa wazi. Kwa hiyo baada sasa mambo haya kujulikana, sasa Ellen White anaanza kutoa wito kwa mume wake ambao James White, ya kwamba mafundisho haya sasa ingekuwa vyema aanze kuyadrafti na kuyaweka katika vipeperushi ili yaweze kusambazwa kote. Kwa hiyo hapa sasa tunaona wito wa kazi unatolewa. Hawa wale ambao baada ya kukatishwa tamaa kuu wameendelea kutafuta nuru kwa moyo, na sehemu ambapo walikuwa hawaelewi chochote waliomba ili waweze kupata nuru na kile ambacho wanatakiwa kukifanya. Kwa hiyo wanaendelea kusonga mbele na kuona kwamba baada ya kuendelea kufunuliwa mambo mengi, sasa wanao wajibu wa kupeleka ile message kwa wengine na sio kubaki na message. Kwa hiyo sasa tuone wito wa kazi namna ambavyo umekuwa. Wamefahamu ujumbe, wamefahamu ukweli sasa. Kwa hiyo wanao wajibu wa kuwafikishia wengine ukweli. Kwa hiyo hapo tunakutana na wito wa kazi, na James White anaagizwa na nabii Ellen G. White kwamba anatakiwa draft message na kuiweka katika machapisho ili vianze kusambazwa. Sasa tunapoendelea kusoma nasema Miller alikuwa hana mali ya kutosha kiasi kwamba angeweza kufanya kazi hii kwa ubora kulingana na kipato ambacho ama kulingana na mali ambazo alikuwa nazo. Anasema watakutumia fedha za kuchapisha, nacho kitakuwa na mafanikio tangu cha kwanza.
kutoka katika mwanzo huu mdogo ilionyesha kwangu kuwa kingekuwa kama miali ya nuru iliyokwenda bila kuzuia kote ulimwenguni, chenye ukurasa 125. Anasema hapa palikuwa na wito wa kuchukuliwa hatua. James White angelifanya nini? Alikuwa na mali chache sana za dunia, lakini maono haya yalikuwa ni maagizo ya kiungu. Alihisi nguvu ya kusonga mbele kwa imani. Naipenda sana hii pointi ambayo imeandikwa hapa. Anasema kwamba palikuwa na wito wa kuchukuliwa hatua. James White angelifanya nini? Na wakati huo yeye alikuwa na mali chache sana za dunia, lakini maono haya yalikuwa ni maagizo ya kiungu. Kwa hiyo watu wa Mungu, hapo tunapata tumaini ya kwamba ujumbe tunao, lakini tunapoangalia hali zetu, pengine mifuko yetu haitoshelezi katika kuweza kusupport hii message kwenda mbele, lakini kwa sababu ni ujumbe ambao ni wa Baba, lazima kazi tu itaenda. Anasema alihisi nguvu ya kukosa mbele kwa imani. Alihisi nguvu ya kusonga mbele kwa imani, hivyo akiwa na Biblia yake iliyoinuliwa kwa senti 75 pamoja na itifaki ya Biblia ambayo majalada yake yote yalikuwa yamechanika, James White alianza kuandaa nakala juu ya ukweli wa Sabato na mada zingine za namna hiyo ili zipate kuchapishwa katika gazeti dogo. Kwa hiyo hapa ambacho tunajifunza baada ya kufunuliwa kweli, maanake tunafahamu Biblia and Biblia pekee ndiyo ambayo inatupatia masomo ya msingi na muhimu. Kwa hiyo huyu akaanza kufanya drafting ya message na kuweza kuandaa kweli hizo muhimu, ambapo ukweli ambao aliandaa hapo hakuandaa tu somo, bali aliandaa somo kulingana na wakati, na somo ambalo aliliandaa wakati huo anasema aliangalia mada ambazo zinahusiana na patakatifu pamoja na Sabato, na somo ambalo aliandaa alilipa kitu kinachoitwa ukweli wa sasa. Kwa hiyo mambo kuhusu ukweli wa sasa ni jambo la muhimu sana, hata kwa wakati ambao sisi tunaweza kuishi. Kwa hiyo hii ndiyo namna ambavyo kazi ilizidi kwenda, na wakati huo Mungu bado alikuwa anaongoza kundi hili, na hatimaye ujumbe ukawa unaendelea kusambaa kote. Kwa kitu pekee ambacho nimependa hapa ni namna ambavyo sasa James White anaitikia wito wa kuweza kupokea kazi na kuanza kudraft message kwa imani, akiwa na mali yake chache, akitegemea kwamba agizo la kiungu lazima lifike mbali sana. Kwa hiyo na utakapoendelea kusoma katika kitabu hicho cha maandiko ya awali, utaona wazi ya kwamba kazi iliendelea na machapisho yalichapishwa na utume ulizidi kusonga mbele, lakini hawakumwacha Mungu katika hatua hii. Bado waliendelea kumtegemea Mungu ambaye ameasisi utume mpaka mwisho. Walianza na Mungu, baada ya kukatishwa tamaa wakajaribu kutafuta kosa. Mungu akaonyesha kwamba kosa halikuwa katika nini? Kosa halikuwa katika wakati, bali kosa lilikuwa katika tukio ambalo lilikuwa linatukia sio duniani, bali lilikuwa linatokea mbinguni. Baada hapo wakafunuliwa sasa kwa wazi matukio ambayo yalikuwa yanatokea mbinguni, ambapo wakaona kwamba Kristo mwaka 1844 alikuwa anamaliza kazi yake ya uombezi katika chumba cha kwanza patakatifu na kwenda chumba cha pili. Lakini pia nuru ilizidi kuja zaidi na zaidi, ambapo wakajifunza kweli muhimu, ikiwemo kweli ya Sabato. Na jumbe zote hizi kwa pamoja tunaita ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu. Kwa tulianza na ujumbe wa malaika wa kwanza, ukaja ujumbe wa malaika wa pili, ukaja ujumbe wa malaika wa tatu. Sasa basi, jambo jingine ambalo ni la muhimu ambalo tunaweza tukaliiga ni kile ambacho kilifanyika baada ya kuweza kupata njia ya kuweza kufikisha utume. Tukumbuke kwamba hata baada ya kuweza kufahamu hizi kweli, bado waliomba namna ya kuweza kufikisha ujumbe, na namna ambayo waliipata kwa wakati huo ilikuwa ni ya kutumia maandishi ama kutengeneza vipeperushi. Sasa kazi yao ya mwisho ilikuwa ni kuombea jumbe, yaani yale maandishi ilibidi lazima yaombewe, yaani maandishi yale ambayo walikuwa wamedraft ama ujumbe ambao Mila alikuwa amedraft ulikuwa ni lazima uombewe. Anasema hivi katika kitabu ukiendelea mbele hapa, anasema hivi lundo dogo la karatasi lililazwa sakafuni, kisha ndugu na dada wakakusanyika karibu nalo. Kwa machozi machoni mwao walimsihi Mungu apate kubariki karatasi ndogo itakapotumwa kwenda kwa watu,
Kisha makaratasi hayo yalikunjwa, yakafungwa na kuandikwa anwani, na James White akayapeleka umbali wa maili 8 kwenye ofisi ya posta. Sasa hapa nimepata jambo jingine ambalo pengine sisi hatujui kwa nini utume umekuwa ama kwa nini kazi imekuwa haiendi kwa spidi. Ni kwa sababu kila hatua lazima baba ahusike. Kumbuka, Mungu ndiye ambaye ni muasisi wa utume na ametumia mawakala wa wanadamu katika kuweza kuimaliza kazi. Kazi inakuwa nyepesi sana pale ambapo ujumbe ama njia ambayo imetumika kuweza kuwasilisha ujumbe itakapoombewa. Na hapo tunaomba baada ya Mila kudrafti ujumbe, na tunajua wakati ana draft ujumbe alikuwa na nuru sahihi, bado alizidi kuombea vijizuu ama machapisho yote ambayo alikuwa amekusanya yaliombewa, na baada hapo ndipo yakasambazwa. Kwa hiyo marafiki, huu ni matukio ya muhimu ambayo kwa udogo tumeangalia hapa yanatupa picha juu ya kile ambacho tunapaswa kuweza kukifanya. Lazima tujiweke katika nuru sahihi, maana hatuwezi tukatoa ujumbe kwa wengine kama hatuna nuru sahihi. Lakini pia ni lazima tuweze kuomba namna ya kuweza kuwajibika katika kuweza kutangaza hiyo nuru. Lakini pia ni lazima tuweze kuomba Mungu aibariki njia ambayo tunatumia katika kuweza kuitoa hiyo nuru. Yesu Kristo anakuja. Wote tuna wajibu wa kuweza kuifanya hii kazi. Ambao hawawezi kuhubiri bado wana nafasi katika kuweza kuifanya hii kazi. Kwa maombi yako, kwa mali yako, kazi itaenda mbele. Na jambo la furaha ni kwamba Kristo anarudi. Basi ndio lilikuwa somo ambalo nimependa tushare siku ya leo juu ya mambo haya muhimu sana ambayo tunapaswa kuweza kuyatenda. Mungu akubariki na tuzidi kuomba zaidi na zaidi ili kazi iweze kuisha na Kristo atakapokuja atukute tukiwa na vazi lake. Tusisahau kwamba ujumbe wake kwa imani ni wa msingi sana katika kuweza kuimaliza kazi. Basi na tuombe. Baba, ninakushukuru kwa wakati huu. Asante kwa mambo muhimu ambayo nimefanikiwa kuweza kuyatafakari katika kitabu hichi cha maandiko ya awali. Tumejifunza uzoefu wa wenzetu, namna ambavyo waliendelea kuwa na imani thabiti katika wewe, na namna ambavyo waliendelea kutafuta nuru sahihi pale ambapo walikuwa waelewi kitu. Baba, kadhalika sisi nasi ambao tunaishi katika wakati wa mwisho tunapaswa kujiweka katika nuru sahihi. Ninakuomba Baba, nisaidie mimi, msaidie msikilizaji, tusaidie kwa pamoja tuweze kujiweka katika nuru sahihi. Lakini pia Baba, tuongoze namna ya kuweza kufikisha ujumbe. Bariki njia ambazo tutazitumia katika kuweza kufikisha ujumbe. Zaidi Baba, haki ya Kristo ndio tamanio letu. Ndio hakikisho letu ya kwamba upo pamoja nasi. Nikiomba katika jina la Yesu, amin.